Mheshimiwa Mwenyekiti, kuombe na baraza lako muendelee kuwa wakali kusimamia mipango miji, kwa sababu lengo la halmashauri ya mji wa Tunduma ni kwenda kufikia manispaa na baadaye kuwa jiji, lakini kwa hali ya ujenzi holela ni vigumu kufikia yale ambayo tunayataka. Kwa hiyo muendelee kuwasimamia wataalamu katika upangaji wa miji, na sisi tutakuwa wakali. Kwa kuna maeneo ambayo baadhi ya vitu havitahitajika pale katikati ya mji, mfano ujenzi wa magodauni. Sasa kujenga godauni katikati ya mji pale unaongeza msongamano, lakini na baadhi ya maroli sasa muangalie kufikiria kwa na stendi ya kushusha mizigo ambayo itapunguza msongamano wa gari wa maroli pale katikati ya mji, lakini utaongeza kipato kwa halmashauri kwa sababu mtakuwa mna uwezo wa kukusanya ushuru kupitia maroli. Kwa hiyo hayo yote yakisimamiwa vizuri, mji wetu utakuwa na sura nzuri na azma yetu ya kufikia manispaa itakuwa. Lakini vile vile kwenye swala la ukusanyaji wa mapato tuongeze nguvu katika ukusanyaji wa mapato, lakini nisikia kuna malalamiko kwamba katika ukusanyaji wa mapato kuna mambo ambayo yanafanywa na baadhi ya maafisa kidogo hayaridhishi. Kwa hiyo sisi tumeichukua kama serikali na sisi tutalifanyia tathmini nini hasa kilichofanyika. Lakini wito wa serikali kwamba wananchi pamoja na wafanyabiashara wakielimishwa vizuri, wana uwezo wa kutoa au kulipa ushuru, kulipa mapato bila shuruti kwa hiari yao vizuri, na hiyo ndio lengo hasa la serikali, sababu mapato haya yanatumika katika kuimarisha huduma za kijamii, na kama tunavyoona ndani ya mji wa Tunduma, halmashauri imejitahidi kutumia mapato ya ndani kuimarisha huduma za kijamii. Imejenga mashule, imejenga baadhi ya zahanati, imeweka fedha kwenye baadhi ya vituo vya afya, imeweka hela kwenye miundombinu, barabara ambazo zinaongezwa, imefungua barabara katika maeneo ambayo hayafikiki. Hiyo yote inatokana na mapato yanayotokana na ushuru. Kwa wananchi wakielimishwa na matokeo yake wakayaona, basi watakuwa na wajibu wa kutoa au kulipa ushuru bila shuruti.